Jeshi la Marekani limetangaza majina ya wanajeshi wawili waliouawa katika mashambulizi ya Iran nchini Jordan. Wizara ya Ulinzi wa Marekani, Pentagon, Jumatatu imetangaza majina ya wanajeshi wawili wa Marekani waliouawa katika mashambulizi ya Iran yaliyolenga Jordan. Luteni wa kwanza Tyler James Fenn mwenye umri wa miaka 25 na askari Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19 walifariki kufuatia shambulio lililofanywa Ijumaa dhidi ya kituo cha jeshi la anga cha Mwafaki South nchini Jordan. Gonzalez ambaye alikuwa anatokea Carrollton, Texas, alifariki siku ya Ijumaa, huku Fenn mwenye asili ya Ewa Beach, Hawaii, akifariki siku iliyofuata. Vifo hivyo vinatajwa kuwa vya kwanza vya wanajeshi wa Marekani vinavyotokana na mashambulizi ya Iran tangu mwezi Machi. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema mwisho wa Jumapili kuwa Washington bado iko tayari kwa mazungumzo licha ya jeshi la Marekani kuendelea na siku ya 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Rubio alisema maafisa wa Marekani wataendelea kushinikiza suluhisho la kudumu la amani na Tehran, akiongeza kuwa utawala wa Rais Donald Trump bado uko wazi kwa suluhisho la kidiplomasia. Maafisa wa Iran wanaendelea kutoa ishara kwamba wanataka kuzungumza na kufanya mazungumzo, lakini tabia yao ndio inayotufanya kujibu kwa hatua hizi, Rubio aliwaambia waandishi wa habari. Alipoulizwa iwapo Iran iko tayari kwa mazungumzo, Rubio alisema Marekani imepokea ishara hizo moja kwa moja na pia kupitia nchi mbalimbali zinazofanya upatanishi. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bagei alisema Jumatatu kuwa Tehran pia bado ipo wazi kwa diplomasia. Bagei alisema upatanishi bado wanaendelea na juhudi zao, lakini akisisitiza kuwa Iran itaendelea na kile inachokiita operesheni za kujihami kwa muda wote ambao mashambulizi dhidi yake yataendelea.